Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Umoja wa Mataifa unaelekea kuporomoka kutokana na uhaba wa kifedha. Umoja wa Mataifa upo katika hatari ya kuporomoka zaidi, anasema Antonio Guterres, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa. Shirika la Umoja wa Mataifa UN linakabiliwa na tishio la kuporomoka kiuchumi kutokana na mataifa wanachama kukosa kulipa ada zao kwa shirika hilo. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema shirika hilo linakumbwa na uhaba wa fedha, hali ambayo inahatarisha utoaji wa huduma na fedha walizonazo huenda zikaisha ifikapo mwezi Julai. Guterres aliwaandikia mabalozi wa mataifa wanachama 193 akiwataka kuheshimu wajibu wao wa kutoa malipo kwa shirika hilo ili kuizuia kuporomoka kwake. Tangazo hilo linakuja baada ya taifa la Marekani, ambalo lilikuwa ndiye mfadhili mkuu wa shirika hilo, kukataa kufadhili miradi ya kudumisha amani inayoendeshwa na Umoja wa Mataifa na kujiondoa kwa mashirika mengine kwa madai ya kuharibu pesa za walipa kodi. Wanachama wengine kadhaa pia wana madeni, wanakataa tu kulipa kodi. Guterres amesema Umoja wa Mataifa awali ulikumbwa na uhaba wa fedha, ila kwa sasa hali imekuwa mbaya zaidi. Ingawa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa liliidhinisha mabadiliko ya sehemu katika mfumo wake wa kifedha mwishoni mwa mwaka 2025, shirika hilo bado linakabiliwa na upungufu mkubwa wa kifedha unaozidishwa na sheria inayomaanisha kuwa linarejesha pesa ambazo halijawahi kupokea. Katika makao makuu yake mjini Geneva, mabango ya onyo kuhusu hali hiyo yamewekwa kila mahali. Katibu mkuu huyo aliongeza kuwa ufanisi wa mfumo wa Umoja wa Mataifa UN unatokana na mataifa wanachama kuheshimu wajibu wao wa kisheria chini ya mkataba wa Umoja wa Mataifa, na kuongeza kuwa mwishoni mwa mwaka 2025 77% ya malipo hayakuwa yametolewa na mataifa wanachama kwa shirika hilo. Siwezi kusisitiza vya kutosha kuhusu dharura ya hali tuliyokuwa nayo kwa sasa. Hatuwezi kutekeleza bajeti zetu bila fedha kutoka mataifa wanachama, na hatuwezi kurudisha fedha ambazo hatujawahi kupokea. Sijui nielezee vipi dharura ya hali tuliyokuwa nayo kwa sasa. Hatuwezi kutekeleza bajeti zetu bila fedha, wala kurudisha fedha ambazo hatujawahi kuzipokea kamwe. Mwezi Januari, Marekani ilijiondoa kutoka mashirika tofauti ikiwemo 31 ya Umoja wa Mataifa, hali ambayo imezidi kuzorotesha namna ya upatikanaji wa fedha katika shirika hilo la Umoja wa Mataifa UN. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo kwa sasa. Na bila shaka nawe pia una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia, utajua nini kinachojiri katika ulimwengu.